Ni miaka miwili imepita tangu mvutano kati ya mataifa ya Ufaransa na Burkina Faso uanze, baada ya kamanda Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, kuzipiga marufuku ndege zote za shirika la Ufaransa Air France kutua katika ardhi ya Burkina Faso. Hatua hii ya kusitishwa kwa safari za shirika la ndege la Ufaransa Air France ilikuwa ni sehemu ya juhudi za Traore za kupinga ushawishi wa Ufaransa nchini Burkina Faso, kufuatia kile alichokisema kuwa Ufaransa imeligeuza eneo la ukanda wa Sahel kuwa eneo la kitega uchumi na wizi wa rasilimali zinazopatikana katika mataifa ya Mali, Niger na Burkina Faso. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Machi 20 mwaka huu, Traore aliulizwa kama yupo tayari kurejesha safari za shirika la ndege la Ufaransa Air France nchini Burkina Faso, ambapo Traore alijibu kwa kusema kuwa ni wakati wa mashirika ya ndege ya Afrika kuwahudumia wa Afrika, hasa ndani ya bara la Afrika, na kukuza uchumi wa mataifa hayo, na haoni haja ya kurudisha safari za ndege za shirika la Ufaransa Air France nchini Burkina Faso, kwa kuwa anahitaji Afrika ione umuhimu wa kutumia ndege zake kuwanufaisha wa Afrika wenyewe. Traore akaongeza kuwa kama Ufaransa watahitaji arudishe safari za Air France, ni lazima wahakikishe kuwa wanafata masharti aliyowapa, ikiwemo kuiondoa Burkina Faso katika orodha ya mataifa hatari ya Afrika, kwa kuwa Burkina Faso kwa sasa inajiongoza yenyewe na ina rasilimali zake, lakini pia hata wananchi wanaupenda utawala uliopo madarakani. Lakini pia ni lazima Ufaransa kusaini mkataba ambao utakuwa na tija kwa Burkina Faso, tofauti na hapo awali ambapo Ufaransa ilitumia nafasi hiyo kujinufaisha yenyewe na kuwaumiza wa Afrika. Wakati huo pia Captain Traore amesema operation inayofanywa na jeshi la taifa hilo imelenga kurudisha amani iliyotoweka katika taifa hilo kutokana na vitisho vya makundi ya kigaidi yanayopewa msaada na mataifa ya Ulaya, ikiwemo Ufaransa, ambapo amesema kuwa Burkina Faso haitoi vita vya kawaida dhidi ya ugaidi, bali vita halisi ya uhuru dhidi ya nguvu za kikoloni, na kuwataka raia wenzake kujitolea kikamilifu kutafuta suluhisho la hali hiyo. Lakini pia ripoti mbalimbali kutoka nchini Burkina Faso zinasema kuwa baada ya kulipa deni la ndani la dola bilioni 4.6, uchumi wa taifa la Burkina Faso umeongezeka kwa 3.6 hadi 5.1 katika kipindi cha mwaka mmoja.